Naam, na hii ni chaneli yako pendwa, chaneli ya Danda Media, na mimi ni mwongozaji wako. Naitwa Kilian Emmanuel Danda. Leo hii nipo na Mr. Jaja. Katika pitapita zangu katika mitandao ya kijamii nimekutana na mafunzo yametolewa na Mheshimiwa Mwangi. Mafunzo yamelenga zaidi juu ya wajukuu na haki za kurithi. Watu wengi wamejikuta wakitiwa mbaroni, yote ni kwa sababu ya kutokutambua haki zao. Mheshimiwa Mwangi amejitolea kwenye hili. Jaja, unalizungumziaje swala hili? Kiukweli ni jambo zuri sana kwa sababu vijana wengi wanakosa elimu hususan mambo ya sheria. Kwa hivyo mimi naona wataalamu wanavyojitokeza hususan kama alivyofanya Mheshimiwa Mwangi ni kitu kizuri sana kutufikishia elimu katika mitandao ya kijamii. Ni jambo jema, kwa hivyo na wataalamu wengine wakiwa wanapata nafasi wao wanatupa mafunzo kama hivyo ili tuweze kujua zaidi mambo mengi kuhusiana na masuala ya sheria. Yes. Naam, asante sana. Basi bila kuchelewa, mfuatiliaji wa Danda Media, karibu na wewe uweze kusikiliza mafunzo hayo. Karibu sana. Hivi unafahamu liko jambo ambalo watu wengi hawalifahamu, na kwa sababu ya kutofahamu huko wamejikuta wakiingia kwenye sintofahamu kati ya watoto wa marehemu na wajukuu wa marehemu kwa upande mwingine. Sasa leo nataka tufafanue sheria inasema nini kuhusu wajukuu na mahusiano yao na mirathi. Sheria imeweka mazingira mawili ambayo inawapa wajukuu haki za kurithi. Mazingira ya kwanza ni pale ambapo marehemu ambaye babu yao ameacha wosia, na ule wosia unawataja hao wajukuu au mjukuu huyo kwa majina yao kuwa warithi katika mirathi yake na kuwapa hizo mali. Katika mazingira hayo sasa, msimamizi wa mirathi atakayeteuliwa mahakamani au mtekeleza wosia atakayethibitishwa mahakamani ana wajibu wa kuwarithisha hao wajukuu kile ambacho marehemu babu yao amewapatia. Hayo ni mazingira ya kwanza, na inapotokea msimamizi au mtekeleza wosia hajatekeleza haya mambo, wajukuu wana haki ya kuchukua hatua kwenda mahakamani kudai haki yao ili waweze kupata kile ambacho ni haki yao kwa mujibu wa sheria za mirathi. Lakini mazingira ya pili ni pale ambapo baba yao aliachwa hai na marehemu babu yao, lakini akafariki kabla ya kurithishwa mali za marehemu babu yao. Sasa inapotokea mazingira hayo, hawa wajukuu watakuwa na haki ya kurithi kile ambacho baba yao angerithi kutoka kwa babu yao, lakini kwa kuwa mirathi ilichelewa kufunguliwa au ilifunguliwa lakini katika mchakato wa usimamizi baba yao akafariki, wale wajukuu wana haki ya kuingia kwenye viatu vya baba yao kupitia msimamizi wa mirathi ya marehemu baba yao ili warithi ile haki ambayo baba yao angerithi kwa babu yao, kwa baba yake, ambao sasa wajukuu wanamuita babu yao. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo wajukuu wana haki ya kurithi, na ikitokea msimamizi wa mirathi hajatimiza wajibu wake wa kuwatambua hawa wajukuu kurithi sehemu ya marehemu baba yao, wajukuu wana haki ya kwenda mahakamani kudai haki yao, na wataipata kwa sababu sheria imeweka kanuni wazi kabisa. Lakini yanapotokea mazingira kwamba baba yao alitangulia kufariki kabla ya babu yao, wajukuu hawa hawatakuwa na haki ya kurithi, kwa sababu kanuni inasema kwenye mambo ya mirathi, kaburi halirithi. Mirathi ni haki, sio bahati. Jifunze, jitetee, shinda. Kama unafahamu watu wanaopita kwenye changamoto ya aina hii, shiriki nao ujumbe huu. Na kama unapenda kuendelea kujifunza masomo haya, nifuatishe ili usikose kipindi kijacho. Uwe na siku njema. Asante sana.